Assalamu alaikum na karibu katika udukuzi wa vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania. Leo ni tarehe 17 ya mwezi wa 11 mwaka 2025, siku nzuri kabisa, siku ya Jumatatu. Nikualike kunako udukuzi wa vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania, dakika kadhaa ya kutazama namna magazeti ya Tanzania yalivyoandikwa kwenye kurasa zake za mbele. Jina langu ni Shehani Mzaina na hii ni Toka Zamani TV. Kubwa ni kukumbusha, kama ndo mara ya kwanza kabisa unaungana nasi, tafadhali subscribe na bonyeza alama ya kengele. Lakini pia tunapatikana kwenye kurasa zetu za mitandao ya kijamii Facebook, Instagram, TikTok, bila kusahau mtandao wa X kwa jina la Toka Zamani TV. Usisahau kuacha bodi yako kwenye comment kwa kile ambacho unakitazama kupitia hapa Toka Zamani TV. Asante sana kwa kuwe mdau ambao unaandika comment. Na bila kupoteza wakati, tunaanza rukuzi siku hii leo kwa kulitazama gazeti ya Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Tunapewa nguvu na The Mart Supermarket ambayo ipo Dar es Salaam, Kigamboni, Kibada, barabara ya kwenda darajani. Maziwa mtindi na bidhaa za maziwa kutoka Kondiki Moshi, bidhaa za nyama, sausage bora kabisa Tanzania kutoka Peramio, lakini pia vinywaji vya aina mbalimbali vinapatikana hapo, mafuta ya kupikia, lakini pia na bidhaa nyingine nyingi kwa ajili ya matumizi yako wewe ambaye unatutazama wakati huu. Fika hapo ili uweze kupata bidhaa zako mbalimbali ambazo unazihitaji. Kwa mawasiliano zaidi na The Mart Supermarket, piga simu namba 0775946447. Gazeti Habari Leo, habari iliyopewa kipaumbele ni Rais Samia ahimiza amani ustahimilivu. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili wa gazeti hili. Serikali yashauri mambo sita mfumo wa usafiri ni utakaunganisha SGR na bandari, viwanja vya ndege. Habari kamili ni katika ukurasa wa 3. Dr. Mwinyi, sitovumilia ugomvi wizarani. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili wa gazeti hili. Watahiniwa kidato cha 4 waongezeka 7.6%. Habari katika ukurasa wa 4. TRA haidi kulinda biashara. Habari katika ukurasa wa 3. Bilioni 140 kujenga barabara za Ilala. Habari katika ukurasa wa pili wa gazeti hili. Lakini pia gazeti Habari Leo limeandika TANESCO REA wapewa mbinu gharama za umeme. Habari katika ukurasa wa 20. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Pamoja na gazeti Habari Leo mikononi mwangu, nalo gazeti Mwananchi lenye habari iliyopewa kipaumbele ni mtihani kidato cha 4. Wanafunzi 311,984 waachia ngazi njiani. Idadi hiyo ni sehemu ya wanafunzi 907,802 waliochaguliwa kuanza kidato cha kwanza mwaka 2022. Wadau wa elimu wafunguka wakitaka utafiti. Habari katika ukurasa wa 6 wa gazeti hili. Watahiniwa wanafunzi 595,816 wanatarajia kuanza mtihani wa kumaliza elimu ya sekondari wakikamilisha safari yao ya miaka 4. Idadi ya watahiniwa mwaka huu ni ongezeko la 7.69 ikilinganishwa na mwaka 2024. Mwananchi limeandika kauli ya Bashiru kuhusu uchumi demokrasia. Kujitawala ni kujitegemea. Msingi mkubwa wa demokrasia ni uhuru, na uhuru ni uwezo wa kuendesha mambo yako bila kuombaomba au kusaidiwa na watu ambao misaada yao inaweza kuambatana na masharti. Dr. Bashiru, undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 2. Mwelekeo wa wadau kukomesha uzuiaji wa maiti. Habari katika ukurasa wa 4. Utapeli wa mapenzi unavyoliza wanawake Dar es Salaam, hali ikiwa tulivu, kila mmoja akiendelea na lake. Ndani ya saloni ya kike iliyopo Mwenge jijini Dar es Salaam, msichana mwenye umri wa miaka 26 anapaza sauti. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 3. Mwananchi pia limeandika mradi wa Rostam wa gesi upata kibali Kenya. Habari katika ukurasa wa 21, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwananchi katika ukurasa wake wa mbele. Tulitazame sasa gazeti Nipashe mwanga wa jamii lenye habari iliyopewa kipaumbele, ajenda maridhiano katika upepo mpya kutoka bungeni jijini Dodoma hadi kwa wadau wapokea hoja za Rais Samia. Kwa undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 2. Ndugu ya Frederick Sumaye ikisema mahali popote ambapo kumetokea mfarakano sio kushika silaha, kinachotakiwa ni kukaa meza moja. Maridhiano ndio jawabu la tatizo hili lililotokea Oktoba 29, 2025. Kwa sehemu kubwa tunachotakiwa wote tuwe chanya, wote tushiriki, raia wa kawaida washiriki, wanasiasa, vijana na pande zote. Ndugu ya Sheikh Ponda anasema jitihada za kujenga umoja wa kitaifa zizingatie ukweli na uadilifu, hasa kuhusu matukio yaliyosababisha hofu na majeraha ya jamii. Suluhu ya kweli inahitajika kukiri, kutengeneza upya, kuwekeza katika kujenga amani ambayo kwa muda mrefu imekuwa ikitetereka. Kimiti
Ndugu yake anasema maridhiano ni msingi wa ustawi wa taifa na njia sahihi ya kuponya makovu ya kisiasa yaliyosababishwa na misuguano ndani ya nchi. Baada ya rais kutangaza suala hilo, ni jukumu la Watanzania wote kuunga mkono jitihada hizo, kulinda amani, kuheshimu tofauti zao na kuendeleza mazungumzo yenye kujenga taifa. Undani wa taarifa hili katika ukurasa wa pili. Gazeti hili limeandika wauzaji chips na samaki waonywa kutobadili mafuta, habari katika ukurasa wa 9. Ripoti maalum, hifadhi ya Mahale yatikiswa na mabadiliko ya tabia nchi, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 5. Gazeti hili limeandika magonjwa yasiyoambukiza tishio kisukari cha tesa vijana, habari katika ukurasa wa 8. NECTA yaonya udanganyifu mtihani kidato cha 4, habari katika ukurasa wa 3. Mshtakiwa mifuko inayodaiwa kufungia unga, mke wangu aligandisha barafu, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 4. DRC M23 watia saini mpango wa amani, habari katika ukurasa wa 19. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Nipashe mwanga wa jamii. Kila siku Fort Johanna Daycare and Nursery School inaanza na tabasamu, furaha na ujifunzaji unaohisi kama nyumbani. Tunafuata mfumo wa Montessori. Watoto hujifunza kwa kuchunguza, kugundua na kufanya mambo kwa vitendo, huku wakikua kwa uhuru. Walimu na walezi wetu wamefunzwa vizuri, wana uzoefu na upendo mkubwa kwa watoto, kuhakikisha kila mtoto anahisi kuthaminiwa na kujali. Fort Johanna Daycare and Nursery School ni mahali salama na penye ubunifu, ambapo watoto wanajifunza, wanacheza na kujijenga kwa kujiamini. Kwa wazazi wa Kigamboni na maeneo karibu ya Dar es Salaam, usikose nafasi. Usajili kwa mwaka wa masomo 2026 umefunguliwa sasa. Tunapokea watoto kuanzia umri wa mwaka 1 hadi miaka 5. Fort Johanna Daycare and Nursery School, mahali ambapo kujifunza ni upendo. Tembelea au tupigie simu leo kwa namba za simu 0746369615. Tutazame sasa gazeti Uhuru, ukweli daima, lenye habari iliyopewa kipaumbele ni Rais Dr. Samia awakosha viongozi wa dini nchini kuhusu hatua za kuliponya taifa kwa njia ya maridhiano. BAKWATA KKT wasema ni mwanga wa mwelekeo mpya, habari katika ukurasa wa 3. Watahiniwa 595,816 kidato cha 4 kufanya mtihani, habari katika ukurasa wa 2. Amani upendo vizidi kusisitizwa, habari katika ukurasa wa 2 wa gazeti hili. Uhuru limeandika Tanzania kunufaika na mradi wa mabadiliko ya tabia nchi, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 3, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Uhuru, ukweli daima. Ninalo gazeti Mwanahabari mikononi mwangu, lenye habari iliyopewa kipaumbele ni Rais Samia asisitiza maombi kwa taifa, awataka Watanzania waendelee kuliombea ili amani, upendo, ustahimilivu na mshikamano viendelee kudumu nchini. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu awasilisha salamu hizo kwenye ibada ya Jumapili, asema ni wajibu wa kila Mtanzania kuhakikisha amani nchi inaendelea kulindwa na kuenziwa. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 3. Tanzania inanufaika na mradi wa uchumi wa buluu, habari katika ukurasa wa 3. REA TANESCO watakiwa kushirikiana kuongeza idadi ya wateja vijijini, habari katika ukurasa wa 5. TARURA imefanya jitihada kubwa kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi, mhandisi Seif, habari katika ukurasa wa 2. Mtihani wa kidato cha 4 kuanza leo, NECTA yathibitisha maandalizi yakamilika, habari katika ukurasa wa 2. Mchekeshaji MC Pilipili afariki dunia Dodoma, habari katika ukurasa wa 6, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwanahabari katika ukurasa wake wa 2. Zanzibar Leo, kwa ukweli na uwazi, lenyewe katika ukurasa wake wa 2 habari iliyopewa kipaumbele ni Dr. Samia tuendelee kuliombea taifa amani, habari katika ukurasa wa 2. Dr. Nchimbi ahudhuria mkutano wa ICGLR Kinshasa, habari katika ukurasa wa 3. Watahiniwa 595,816 kidato cha 4 kuanza mitihani leo, habari katika ukurasa wa 3. Tutaendeleza mchakato wa sheria mpya ya habari, Waziri Pembe, habari katika ukurasa wa 2. Lakini pia gazeti Zanzibar Leo limeandika Dr. Mwinyi apongezwa kuhimiza nidhamu wajibikaji serikalini, habari katika ukurasa wa 3, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Zanzibar Leo, kwa kweli na uwazi. Na sasa tukielekea habari za michezo na burudani kwenye magazeti ya michezo na burudani mikononi mwangu, nalo gazeti Mwanaspoti lenye limeandika Pacome Dumbia wa mtikisa Mreno, afichua kwa Mwanaspoti. Algeria naye atoa tahadhari, habari katika ukurasa wa 2 wa gazeti hili. Ijayo ni Novemba 22, CAF Champions League, Yanga dhidi ya FAR Rabat. Pantev kuna kitu anataka, ampa Kante kazi maalum, habari katika ukurasa wa 2 wa gazeti hili. Kipigo cha mchefua Gamondi Taifa Stars, habari katika ukurasa za ndani. Sir Alex akubali mziki wa Lamens. Gabriel
azua pressure Arsenal, habari katika ukurasa wa 18. Wolper awajia juu wenzake, habari katika ukurasa wa 9 wa gazeti hili, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwanaspoti. Gazeti hili likiandika kufuzu World Cup kesho Jumanne ni Hispania dhidi ya Uturuki, mchezo unapigwa saa 4 na dakika 45. Gazeti ya habari za michezo na burudani. Gazeti ya Habari Leo michezo katika ukurasa wake nyuma limeandika Gamondi tulikosa umakini, Bajabel aongeza msuka Simba Sports Club, Morris atoboa siri ushindi Serengeti Boys, habari katika ukurasa za ndani. Gabriel Shakani kuikabili Tottenham Bayern, habari katika ukurasa wa 22. Kocha JKT Queens awanyosha kidole mabeki, habari katika ukurasa wa 23, na hivi ndivyo ambavyo umeandika ukurasa nyuma wa gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Nipashe mwanga wa jamii katika ukurasa wake nyuma limeandika Pantev aiandalia dozi nzito Petro de Rwanda, aonesha wachezaji video za wachezaji, mbinu zao na wale hatari. Baka Edmond warejea mazoezini kuivaa AS FAR Rabat. Ndani wa taarifa hii katika ukurasa wa 23, lakini pia gazeti hili limeandika Gabriel Calafiori waipa hofu Arsenal, habari katika ukurasa wa 21, na hivi ndivyo ambavyo umeandika ukurasa wa nyuma wa gazeti Nipashe mwanga jamii. Na gazeti hili linakamilisha udukuzi wa vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania kupitia hapa Toka Zamani TV. Asante na kwaheri kwa sasa.